Naam, ni matumaini yangu ubuheri wa afya kabisa popote pale unapotutazama mtazamaji wa Matukio Daima Media. Hii ni Matukio Daima Habari. Langu jina ni Shamia Rajabu. Na mimi ni Emmanuel Manonga. Karibu tuwe sote kuanzia mwanzo wa taarifa hii mpaka tamati. Na mtazamaji, tukianzia katika mkoa wa Iringa ambapo Mahakama Kuu Kanda ya Iringa imemhukumu kifungo cha miaka miwili askari wa polisi kituo cha Ipogoro Rogers Joshua Mali kwa kumuua bila kukusudia mtuhumiwa Nashon Kiyeyeu aliyekuwa akituhumiwa kuiba simu. Hukumu hiyo imetolewa hii leo na Jaji Mwangaza Mwipopo wa Mahakama Kuu Kanda ya Iringa baada ya kujiridhisha pasipo shaka na ushahidi uliowasilishwa mahakamani hapo. Ni katika viwanja vya Mahakama Kuu Kanda ya Iringa ambapo hapa jaji wa mahakama hii ya Mahakama Kuu Kanda ya Iringa Mwangaza Mwipopo anatoa hukumu hii ya miaka miwili jela kwa askari aliyekuwa askari katika kituo cha Ipogoro kufuatia kifo cha Nashon Kiyeyeu ambaye aliuawa na kwa kipigo akiwa katika gari aina ya Noah akituhumiwa kwa wizi wa simu. Takribani mwaka mmoja na sehemu sasa, mtuhumiwa baada ya kutenda kosa hili akishirikiana na askari mgambo aliyefahamika kwa jina la Thomas Mkembere, mara baada ya kutenda uhalifu huu alikimbia kuweza kuelekea katika wilaya ya Moshi mkoani Kilimanjaro. Baada ya hapo alikamatwa na kurejeshwa Iringa, na kwa mujibu wa ushahidi ambao umetolewa katika mahakama hii inaonyesha wazi kwamba askari huyu pamoja na mgambo walifanya kosa hilo la kumshambulia kijana Nashon Kiyeyeu akiwa katika gari aina ya Noah, na ushahidi ambao umetolewa inaonyesha wazi kwamba si kwamba walikuwa wanalenga kuweza kupelekea mauti yake, la hasha, bali walilenga kuweza kumwadhibu kwa maana ya kumkanya ili kuweza kupata kile ambacho nakitaka, ambayo ni simu iliyokuwa imeibiwa kwa binti Beatrice ambaye ni binti wa Kimata. Baada ya hapo ndipo ambapo Nashon aliweza kukiri kwamba simu hiyo amehifadhi chini ya mto nyumbani, lakini bado aliendelea kumpiga, na baadaye mara baada ya ndugu kuweza kutafuta huku na kule, walifika katika kituo cha polisi Ipogoro na walielezwa kuwa mtuhumiwa wao hayupo, na ndipo alipomuuliza askari aliyekuwa hapo zamu, na walikiri kwamba mtuhumiwa amepelekwa katika kituo cha afya Ipogoro na baadaye amepelekwa katika kituo kingine cha afya ama za hospitali ya Imek iliyopo Manispaa ya Iringa. Baadaye ndipo alipobaini kwamba mwili wa Nashon upo katika hospitali ya rufaa ya mkoa. Uchunguzi wa kidaktari ulionyesha kuwa Nashon alikuwa na makovu kichwani, alikuwa na makovu mguuni, alikuwa na makovu katika mkono upande wa kulia, jumla ya makovu manne, makovu ambayo pasipo shaka yanaashiria kuwa alipigwa na kitu butu ama alianguka. Ushahidi uliotolewa mahakamani umejiridhisha kwamba Nashon alipigwa. Askari huyu ambaye hii leo ameweza kuhukumiwa hapa alidaiwa kuwa mara baada ya kutenda tukio hilo alielekea mkoani Moshi, ambako huko ndiko alikoweza kukamatwa, na leo hii ameweza kuhukumiwa kifungo cha miaka miwili jela mara baada ya wakili upande wa utetezi kuweza kuomba kupunguziwa adhabu, kwani ni kosa lake la kwanza. Matukio Daima tunazungumza na baba wa Nashon Kiyeyeu ambapo hapa anaelezea. Kwa majina naitwa Lucian Kiyeyeu. Maamuzi ya mahakama kwa kweli haijatenda haki, kwa sababu tukio lililofanyika ni kubwa, alafu kwa miaka iliyopangiwa mtuhumiwa ni michache kutokana na ukubwa wa tukio lenyewe. Naomba kwa kweli hapo haki haijatendeka, nikuomba hapo bora ni kwamba hii kesi kwa kweli hatujaridhika nayo kutokana na maamuzi. Ni kweli hapo kwa kweli kutokana na tukio lenyewe jinsi lilivyokuwa
na kuchanganya hata sisi wenyewe. Kwa kweli nafasi yetu na uwezo wetu ni mdogo, ni watu ambako tuko katika hali ya chini. Kama kuna uwezekano, naomba kwa kweli serikali tusaidie kwa hilo. Na basi hii ndio hukumu ambayo imeweza kutolewa na ndio maamuzi ya upande wa wazazi. Nikiripoti kutoka hapa Mahakama Kuu Kanda ya Iringa, mimi ni Francis Godwin na hii ni Matukio Daima.